kweli Rio Ferdinand ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa yani ni global brand, ni brand ya dunia kipindi anacheza, tangia amesajiliwa kipindi kile Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza. Ni mmoja kati ya mabeki ambao waliweka rekodi ya performance, lakini pia hata kipindi anasajiliwa kutoka Leeds United kwa wakati ule thamani aliyosajiliwa ndio alikuwa beki wa kwanza Uingereza kusajiliwa kwa thamani ilikuwa dola kama milioni signing fee ilikuwa kama dola milioni kama 32 miaka hiyo, mwaka 2002 tunazungumzia. Kwa hiyo yenyewe inathaminisha kwamba Rio Ferdinand ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo kwa kweli kwa kitendo cha visit hii ya kuja Tanzania na Watanzania kujulishwa na serikali kusimamia kila kitu, hiyo inathibitisha kwanza, serikali inathibitisha kwamba inathamini sekta ya michezo, kwa sababu sekta ya michezo zamani ilikuwa inachukuliwa kama michezo ni burudani, michezo, lakini michezo ni biashara, michezo ni ajira, michezo inachangia uchumi mkubwa sana katika mapato katika sekta mbalimbali, kwa sababu watu unavyozungumzia mpira usifikirie tu labda wachezaji, labda sio na makocha au sijui na nini, lakini zungumzia hata watoaji wa huduma za usafiri, watoaji wa huduma za malazi, watoaji za huduma mbalimbali. Kwa hiyo michezo ni biashara. Kwa hiyo kitendo cha serikali kwa kweli kujivisha jukumu hili na kumwalika rasmi tukio hili la kumwalika Rio Ferdinand linathibitisha kwanza serikali inaithamini sekta ya michezo, lakini pia kuwa ipo tayari kuhost mashindano ya AFCON ya 2027 ambapo tunashirikiana kwa nchi tatu, Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa hiyo kwa tukio kama hili ni tukio ambalo kwa kweli linathibitisha sekta ya michezo ni sekta ambayo pia inathaminiwa na serikali. Ndio sababu kunaandaliwa tukio kama hili la kumwalika mchezaji ni nguli wa dunia na dunia nzima kujulishwa kwamba Rio Ferdinand yuko Tanzania. Inawezekana kuna baadhi ya watu wanajiuliza serikali imeona kitu gani cha kipekee juu ya ujio wake? Ujio wake kwamba kwanza una thamani kubwa sana. So unajua wachezaji hawa manguli kama Rio Ferdinand ndio na sisi pia tulipita, lakini duniani huwa wanatumika kwa ajili ya kumotivate vijana. Sasa next generation, kwa mfano kama watoto wanaokaa sasa hivi labda wana miaka chini ya miaka 10 ambao wanaangalia wow, Rio Ferdinand alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa ni nani huyu? Anaambiwa alikuwa ni retired footballer. Hiyo yenyewe ina inspire sasa vijana hasa na wao kutaka kuwa kama alivyokuwa Rio Ferdinand. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo ndio sababu hata ukienda kwa mfano kwenye wakati ule ukienda labda Nigeria, ukiangalia magorofa unapita barabarani, ukiangalia gorofa hapa, tumezoea kuangalia magorofa labda ya wafanyabiashara tu, lakini ukiangalia magorofa unakuta ile gorofa ni la mchezaji fulani. Kwa hiyo kila mtu anatamani na yeye pia awe kama huyo. Kwa hiyo huwa ina motivate vijana kuwaongeza determination ya kukuza vipaji vyao. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa ziara kama hii ya Rio Ferdinand ina thamani kubwa sana, kwa sio tu kwa sisi, lakini kwa next generation, hasa kwa vijana ambao wana vipaji vya kucheza mpira. Kupitia hii inawahamasisha sana na wao wawe kama Rio Ferdinand. Hii ni kwa namna gani pengine na kwenda kuinufaisha sekta ya michezo hapa nchini? Kunufaisha ndio kama hivyo, kwanza kuinspire vijana, lakini pia ni connection, kutengeneza connection. Yeye kitendo cha kukubali mwaliko huo kuja, kwa sababu wachezaji kama hao kupata mialiko huo wanapata mialiko mingi tu katika mataifa mbalimbali, lakini ile tu officially kukubali mwaliko huo wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli vinathibitisha kwanza utayari wa kuanza. Yani maana baada ya hapo kunaweza kuwa na aina ya ushirikiano. Baada ya hapo kunaweza kuwa kuna aina ya ushirikiano whatever, au hata technical advice kwenye ushauri au kwenye kufanya nini. Kwa hiyo ni miongoni mwa kitu ambacho kwa kweli kina thamani kubwa sana kwa mbele, lakini pia kwenye utalii. So unajua sports tourism, yani michezo pia ina mchango mkubwa sana katika sekta ya utalii, na ndio matukio kama haya huwa yanatumika kupromote sports tourism, kwa maana ya kwenda katika maeneo ambayo sasa dunia ilikuwa haijui, labda Ngorongoro, Serengeti, Mikumi, Manyara, where in Tanzania. Mtu mwingine ambaye hata yuko labda Burkina Faso, mwingine labda yuko Venezuela, mwingine hata yuko labda Argentina alikuwa hajui, lakini kupitia tukio hili hapa ataona kumbe Ngorongoro, kumbe Kilimanjaro in Tanzania. Unaweza kukuta baada ya mwaka mmoja anapanga naye programu yake ya kuja kufanya utalii Tanzania, lakini aliyesababisha ni visit hii hapa ya Rio Ferdinand. Yeah. Kuna maeneo ambayo ni muhimu mmeandaa tayari kwa sababu ya yeye kuweza kuyapitia hayo kwenda kutembelea? Kuna maeneo of course BMT, Baraza la Michezo kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tayari umeshaandaa ratiba, na kutakuwa na atakutana pia na vijana pale Jimkana
ni moja kati ya kitu ambacho kitakuwa na thamani kubwa sana kwa hao vijana, kwa sababu hata kupata hiyo fursa yenyewe ya kukutana vijana, kukutana na Rio Ferdinand ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli vijana wanatakiwa kujivunia uongozi wa sasa hivi, kwa sababu sio kazi rahisi kupata nafasi kama hiyo ambayo vijana wengi katika mataifa mbalimbali wanazitafuta nafasi kama hizi. Kwa hiyo kuna tukio kama hilo ambalo watakutana vijana pale Gymkhana, kitu ambacho kitakuwa na mchango mkubwa sana wa kumotivate hao vijana kuweza kutimiza malengo yao ambayo ni kuwa wachezaji wakubwa kama alivyo yeye. Kwa maana hiyo serikali mna mpango wa kuinua vipaji vya vijana kuweza kufikia kiwango cha kimataifa zaidi? Of course, serikali mpango huo imekuwa nao kwa muda mrefu sana. Kwenye utekelezaji, na hata kile chuo cha maendeleo ya michezo kule Maria kimeanzisha program maalum kwa ajili ya youth sports development, michezo mbalimbali ukiwemo mchezo wa mpira miguu. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli kwa huko mbele ya safari tunaona kabisa kwamba muelekeo na matunda yake sio kama hayo unayoyaona au under 17 kwenda kucheza World Cup. Ni moja kati ya matunda ambayo huko mbele ya safari tunaona kabisa kwamba yani tunapanda tunazidi kupanda huko mbele ya safari. Ujio wa wageni kama hawa unaiona Tanzania kunufaika zaidi? Tanzania inanufaika zaidi kwa sababu kwanza ina promote nchi kama nilivyozungumzia kwamba kwenye sekta ya utalii ina mchango mkubwa sana katika uchumi. Kwa hiyo kwenye utalii, lakini pia na kwenye michezo kama hivi Rio Ferdinand, lakini pia kwenye kuhost mashindano ya AFCON 2027 kwamba tukishakuwa tayari kuhost mashindano hayo, matukio kama haya ndio huwa yanakuwa reference kwamba sisi kweli hiyo Tanzania ni wana michezo, kwa sababu sio tu kuhost, lazima uwe na jamii ya wana michezo. Jinsi hayo washabiki ambao wamejitokeza na nini huwa inathibitisha kwamba kweli Tanzania kuna wana michezo. Kiacha Rio, kuna mpango wote wa kuleta mastaa wengine kutoka nchi tofauti kuja hapa Tanzania kutembelea? Huko mbele ya safari nafikiri hii inawezekana ikawa ni starting point, lakini huko mbele ya safari upo uwezekano mkubwa wa kuwa na ziara mbalimbali za wanamichezo mbalimbali, acha mbali tu footballers, yani wanamichezo mbalimbali huko mbele. Na atazungumza Mheshimiwa Waziri kwamba huko mbele ya safari hii ni mwanzo, lakini huko mbele ya safari upo uwezekano wa wanamichezo mbalimbali kuwa wanafanya ziara kwa ajili ya matukio kama haya. Kwa ni kiongozi mkubwa wa maendeleo ya michezo hapa nchini, unatamani Rio aondoke na picha gani ya michezo hapa Tanzania? Kikubwa ambacho ataondoka nacho, naamini atathibitisha kwa vitendo kwamba kweli Tanzania ina wana michezo, kwa vile ambavyo yeye alivyopokelewa na vile ambavyo atakavyoona sema ambavyo atakayokuwa anakwenda, yani ataona kabisa kwamba kweli Watanzania wanapenda michezo, na anaweza akafika, kwa sababu anaweza akafika sehemu akaambiwa, yani yes anajua kwamba labda watu hawamjui, lakini watu ndio wanamuelezea historia yake. Wewe ulisajiliwa mwaka fulani, ulifunga goli mechi la finali ya kombe la dunia ile ya 2002 kule Japan na Korea, ulifunga goli la kichwa, goli moja tu, unakumbuka? Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuwa vinathibitisha kwamba kweli kumbe wa Tanzania ni wana michezo na wanapenda michezo. Ikiwa wewe ni mchezaji wa zamani wa mpira, bila shaka kuna matukio ambayo unakumbuka Rio wakati anacheza Manchester United amefanya unasema haya sitosahau, tukumbushe. Tukio kubwa ni ile aliyevunja rekodi ya thamani aliyosajiliwa wakati anatoka Leeds United. Ndio alikuwa defender wa kwanza kusajiliwa wakati ule mwaka 2002, anatoka Leeds kwenda Manchester United. Wakati ule ndio alikuwa ile signing fee yake ndio iliyevunja rekodi ambayo ndio mtu kunatamani, lakini wakati ule ilikuwa ni euro nafikiri milioni 32 wakati ule signing fee. Ni moja kati ya rekodi ambayo ilikuwepo na itaendelea kuwepo, na ni moja kati ya rekodi ambayo ilimheshimisha kweli kweli, kwa sababu watu walikuwa wamezoea labda signing fee kama ile kuwa ma striker, ma midfielders, lakini yeye alikuwa ni central defender na alisajiliwa kwa signing fee ya kiwango hicho. Ni kitu ambacho ndio hivyo, kila kitu na wakati wake. Ni striker gani labda alikuwa akikutana naye ulikuwa unaona kabisa kuna ushindani mkubwa sana? Ndio wakati ule pale wa striker ndio walikuwa pale, kwa mfano pale Manchester United pale akina Ruud van Nistelrooy ndio walikuwa wako pale pamoja Manchester United, lakini pia walikuwa kukutana na Chelsea, nakumbuka Chelsea, lakini hata kukutana wakati ule na Anelka, Nicolas Anelka nakumbuka ni miongoni mwa Beto ambazo zilikuwa yani alikuwa anapambana na yeye, uzuri aina ya mpira ambao alikuwa anacheza yeye kwenye physical battle, yani kwenye migongano alikuwa vizuri sana, lakini na mipira ya juu ndio alikuwa beki anaongoza. Kwa kucheza mipira yote alikuwa anaruka juu ya kichwa, ilikuwa lazima aicheze yeye. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitaendelea kukumbukwa na ameacha reference kwa kizazi kijacho. Bila shaka ukisikia Rio
unakumbuka pia jina la Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson ataendelea kuwa Sir Alex Ferguson. Ni moja kati ya watu ambao walitengeneza discipline ambayo Manchester United ndio ilikuwa inatumika kufundishia vilabu vingine. Moja kati ya discipline ambayo walikuwa wakitengeneza, nakumbuka wakati ule, wakati wa kina Rio Ferdinand, kabla hata kina Rio, wakati wa kina David Beckham, ilikuwa ratiba ambayo ilikuwa naipanga. Kwa mfano timu inakwenda kucheza, yeye alikuwa ndo mtu wa mwisho kuingia. Alikuwa akishaingia kwenye gari, mlango ukifungwa, hakuna mtu mwingine anaingia. Ni miongoni mwa vitu ambavyo Sir Alex Ferguson ataendelea kuwa pia Sir Alex Ferguson wakati ule Manchester United. Lakini Manchester sasa, bila shaka unafahamu kinachoendelea. Huoni kila ukiangalia mchezaji ambaye anamkaribia Rio hata timu zingine tofauti na Manchester United? Kwa mabeki kwa kweli, kwa mabeki sio kazi rahisi kuwapata kwa kweli. Kwa jinsi ambavyo Rio alikuwa anacheza wakati ule sio kazi rahisi, kwa sababu wakati ule alikuwa anafananishwa na Italia kule, alikuwa kina Fabio Cannavaro. Wakati ule ndio walikuwa walinzi ambao walikuwa wanacheza mpira ambao ulikuwa unafanana. Kwa hiyo kwa sasa kwa kweli bado sijaona mtu ambaye anaweza kumfananisha naye. Bila shaka umeona mwitikio wa Tanzania, wapenda michezo wamekuwa ni wengi kweli kweli hapa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Una lipi la kuambia? Kwa kweli kikubwa wa Tanzania kwa kweli, kwanza ni kuwashukuru na kwa kuonesha kwamba kweli ni wana michezo, na kwa kuonesha tukio hili la kimataifa kwamba kweli mgeni anayekuja huyu hapa ambaye ni brandi ya dunia kweli anathibitisha kweli wa Tanzania ni wana michezo na wanapenda michezo. Kwa hiyo yeye atakuwa ni reference. Hili tukio hili naamini atakapokwenda huko, atakapokuwa anaelezea, lazima ataelezea kwamba jinsi alivyopokewa Tanzania yeye hakutarajia, kutokana kwanza na idadi ya wapenzi na washabiki ambao kwa kweli wamejitokeza, kitu ambacho atatumia pia kama balozi kuitangaza nchi atakapokuwa katika matukio mengine mbalimbali duniani. Viongozi waliwachukua muda gani kuandaa wazo kama hili na kulifanyia kazi? Of course hii matukio yanaweza kuchukua muda, yani kuchukua muda of course program ya muda mrefu, wameanza kuwasiliana kwa muda mrefu, lakini kwa kuandaa tukio hili ndani ya siku 7 ni kitu ambacho kimetumika na kuweza kuandaa tukio kama hili, lakini kwa mawasiliano na arrangement za usafiri zimekuwa zikiandaliwa kwa muda mrefu.